ulinzi na usalama kata yetu walau ilikuwa vizuri. Lakini tumepata mtikisiko sana ambao umetutia hofu sana. Watu wetu wamechukuliwa, watu zaidi ya watu 6 kwenye kata hii. Na wanapochukuliwa hatujui wanaenda wapi mpaka hapo tunapozungumza. Na bahati mbaya sana mimi nikushukuru DC umekuja hapa ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Una OCD hapa. Wakati tumepata tukio la kwanza huko Kanani, viongozi walikuja, warau walikuwa nakuja wanazungumza maneno na wanawatia wananchi moja. Lakini tangu tupate matukio ya mwenyekiti wetu wa chama kutekwa hapa na wananchi wengine wawili, yule watatu alitekewa kule, alichukuliwa kule Masanga, yeye alichukuliwa mchana. Mpaka hapo tunapozungumza hatujajua wameelekea wapi. Na familia zao zipo na wameacha wanawake wao hapa na watoto. Kwa hiyo ni vizuri viongozi wangu ukiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, warau tukapata hilo kwa sababu ninyi mna mkono mrefu na mna macho yanayoona kila sehemu. Kwa sababu hapo tulipo tumekaa kwa mashaka. Wananchi wangu wakata wamekaa kwa mashaka sana. Majina naitwa Ana Urio. Ndio. Ni mke wa mwenyekiti. Kuna watu walikuja wakamteka kwa tarehe 8 mwezi wa pili. Walikuja kwa jina la kwamba ni polisi wamekuja. Sisi ni polisi, wakamchukua akaenda naye. Ila cha kusikitisha kwa amevaa kiraia. Yule alikuwa na bunduki. Walipokuja wakamchukua, baadaye nilitoa taarifa. Polisi tena walikuja. Wakasema kwamba hawajamchukua, so wao wanaye. Kazunguka sana. Yaani tumetafuta bila kupata majibu yoyote. Na hao watu wanakuja kwa jina la sisi ni polisi. Halafu baadaye polisi wanasema hawana. Hichi kitu pia kinachafua, kama sio nyie kinawachafua. Nilikuwa naomba kama mna majibu mtusaidie angalau hata sisi wenyewe kuishi humo ndani, kwa sababu kama wamechukuliwa na sio polisi hata sisi tutakuja kuchukuliwa. Si ndio? Kwa tunaomba mtusaidie kwa hili. Kama yupo mtuambie, hata yupo gereza gani, tutashukuru kwa sababu familia inahuzunika. Kwa majina naitwa Daudi Chacha Mwita. Ni kwamba mnamo tarehe 8 nilikuwa na mwenyekiti wangu ndugu Peter Magau. Kwa sababu kutokusema hapa nitakuwa sijatenda haki mbele yako na nilikungoja sana. Sengine leo nadhani utakuwa na majibu yatakayokidhi wananchi wote waliokaa hapa. Tulishakaa hapa mkutano wa mbunge lakini hatujapata majibu hayo. Kwa mantiki kwamba tulikuwa tunakusubiria wewe, sengine sasa utujibie hili. Mimi nikuombe tu ndugu yangu ni kwamba mnamo tarehe 8 nilikuwa na mwenyekiti wangu kwenye mkutano wa makamu mwenyekiti taifa, ndugu yetu Steven Wasira. Tulikuwa na mwenyekiti wangu na tulikuwa tukifanya naye kazi vizuri ndani ya ofisi ya Chama cha Mapinduzi kata Itirio. Yeye ni mwenyekiti, mimi ni katibu. Sasa ndugu yangu, siku hiyo mimi nilienda nyumbani vizuri, tulitoka pale kwenye mkutano vizuri, tukaja tukaagana hapa Itirio vizuri. Lakini saa 9 usiku nilipata simu majira saa 8 na dakika 16 kwamba mwenyekiti amechukuliwa na watu ambao hawafahamiki, lakini walifika nyumbani kwake wakajitambulisha kuwa wao ni mapolisi. Basi kwa utu, lakini kwa wale watu walitumia nguvu fulani, maana walikanyaga geti kule, alafu wakanyaga mlango anaolala, wakaingia ndani wakamchukua. Sasa mimi nauliza, kwa sababu tukipata hili majibu, nafikiri yote hata majibu yatakayotolewa kwenye vitengo vyote hapa vilivyokwisha tajwa, kwa kweli utakuwa ni tiba tu. Kwa sababu watu wote unaotuona hapa, bila swala la ulinzi na usalama, hata haya ninayozungumza siwezi nikayazungumza. Maana yake bila amani hakuna chochote wala maendeleo. Mwenyekiti hatumuoni sasa hivi yapata mwezi. Hapana, siwafahamu ku. Siwafahamu. Ningelikuwa nifahamu kwani tungekuwa kuna shida gani? Nakuuliza hivyo kwa sababu kwamba wewe ndiye mkubwa kwenye wilaya, ndiye baba. Simjui mkuu. Sasa unasikia nilipigiwa saa 8 na dakika 16. Singeweza kujua. Na mimi nilifika kule, lakini nilishukuru tu. Baada ya kuwa nimefika kule nilikutana na maafande wameshafika kule, lakini na siku aliochukuliwa huyo bwana mheshimiwa OCD na yeye tulikuwa naye kwenye mazingira haya, alizunguka sana, lakini sengine wao wameshapata labda majibu kwa sababu wao ni vitengo vikubwa, mimi ni raia. Basi leo wananchi hao tunaweza kupata majibu ili tufanye kazi kwa kujiamini. Mimi kwa majina yangu naitwa Kibuka Matera Kibuka, mheshimiwa DC. Lakini pia mimi ni katibu wa siasa na uenezi
kwenye kata hii ya Itirio. Kuna mwenyekiti wangu mimi hapa alitekwa. Nasema alitekwa kwa sababu utaratibu uliotumika kumchukua haukuwa mzuri. Sasa kama kwenye mti mbichi linafanyika jambo la namna ile, hawa kwa wengine, sisi hatujui kama ni wewe unaye kama mkuu mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, ndugu yangu, tunafahamu kabisa kama ni wewe, tuambie basi. Mke wake yule pale, mke wa mwenyekiti, akisimama hapa hata wewe hapo utalia. Mwenyekiti alikuwa ni mwindaji kwa watoto wake, leo watoto hawapati mkate. Inaumiza. Kwa hivyo kiu kubwa ya hao wananchi pamoja na maendeleo mengine tuliyoyataja hapa ni hii hali haijakaa sawa. Kwa majina naitwa Hassan Marochacha, ni mkazi wa kijiji cha Itirio, kata ya Itirio. Mkuu, kwanza kabisa ni kushukuru. Nafikiri tangu ulimwengu huu ulipoanza, wewe unakuwa ni DC labda wa pili kufika maeneo kama haya ya Itirio. Kwanza ulipofika hivi tunafarijika kwanza kukuona. Na mkuu, yote tunayokuambia nafikiri yatamfikia Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba wana Itirio wanasema mitano tena. Mkuu, kwa miradi yote aliyoitoa, kwa usimamizi wa diwani wa kata ya Itirio na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Tarime vijijini, kwa kweli imetufikia. Ni lile la kilio chetu cha watu wetu ambao ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi kutekwa na kitu ambacho hatukijui ni kitu gani, kwa sababu sisi tuko mpakani. Mkuu, hata jambazi yeyote anaweza akacha akaniteka nikasema nimekamatwa na polisi. Kwa kweli kama angekuwa ni polisi, ni kwa nini walikuwa wanapanda kwenye manani, mtu anapanda kwenye lile zizi, anashuka anakwenda kukamata mtu ndani? Kitendo hicho kilitusikitisha na mpaka sasa tunaogopa. Yaani imetuletea uoga mbaya sana. Hata watu wengine hawatulali ndani, tunaogopa kutekwa. Tunaoishi mpakani hapa. Kwa sababu kitendo kile kilisikitisha wananchi. Ni mtu gani atapanda, ashuke, ateremke, agongee mtu ndani? Polisi anagonga tu, anafunguliwa. Ni mtu wa heshima. Au CD kama kweli walikucha ni wale wakucha kwa nani ile misako, OCD anaijua na wewe unaisaini. Kama ni wale watu wanaotoka maeneo mengine, mkuu wa mkoa anaisaini na wewe mwenyewe unapata taarifa. Ni kwa nini hawakupitia kwako mkuu? Mimi niombe hilo leo utunyambulishie kwamba wale watu wako chini ya ulinzi halali. Mioyo yetu ipo ikae salama. Kama kweli walitekwa, basi tujue kama ni interview ilitoka nchi gani. Kama ni ya nchi hii wamefichwa wapi, ili tuende kuwaona, mioyo yetu irithie. Mkuu, hilo ni ombi kwangu. Mimi niseme tu kwamba tokea baada ya kupata taarifa za tukio lile, nadhani familia na baadhi ya ndugu mlituona jitihada zetu, mambo tuliofanya na safari ambazo kwa tumefika Gorgorian kama kuambiwa ndo tunasema leo hapa, lakini pia tulifika Kiancha, lakini pia kupitia tatizo lile na kwamba tulianza kupata tatizo Bikonge, tukapata tatizo Itirio. Tume ya Haki Jinai ikaleta maazimio ya kwamba kuanzia sasa taasisi yoyote ile isikamate mpaka ishirikiane na polisi. Na polisi wawe na wajibu sasa wa kusema kama mtu huyu kachukuliwa yuko sehemu fulani. Nadhani tunaelewana kwamba tuna taasisi nyingi ambazo zinakamata, lakini kuanzia sasa ukamataji wote ule lazima polisi wa eneo lile washirikishwe. Kwa sababu tunapata lawama hizi, mtu anakuja sasa ni polisi, kumbe sio polisi. Mwisho wa siku polisi tunakuja tunaambia, mbona tuliambia ni nyinyi mliokuja? Nasema hapana, sisi ndio tumefika. Kwa hiyo kuanzia sasa tuna maelekezo hayo. Na ukamataji wa kawaida wote polisi tunakuja kwa wenye viti. Mara nyingine mtaka kwambia bwana, mimi familia ina muhali nayo, kwa hiyo tunapata kibali kwa kene ndeni, lakini tunavyotaka tushirikiane naye, tuende naye, tugonge naye. Bwana, mkiondoka hapa mtakuja kuonekana mimi. Hapana, kama kuna hilo yeye tunamruhusu, lakini yeye anajua mtu wao yuko maeneo gani. Sasa hivi tulianza tayari kufuatilia kwenye vyombo vingine vya taasisi. Nadhani mpaka juzi tarehe 20 mwezi uliopita, kuhusiana na swala la Peter na wenzake, tukawa tumeambiwa jaribuni tena Kenya.
Kwa hiyo tulipowasiliana na mwenzetu DCP wa Kenya, akasema bwana, sio watu hatuna. Kwa hiyo tukarudi kuleta majibu, bado tunaendelea kutafuta watu hawa kwa sababu tumechafuliwa vya kutosha polisi. Na kama hatungetokea usiku ule, nadhani mama Ana alikuwa shahidi. Tumekesha naye usiku, tumekesha nao mchana, tukakutana na mheshimiwa mbunge kule katika jitihada za kutafuta. Lakini pia hilo limeibua ujenzi wa haraka hichi kituo chetu hapa, kwamba Itirio mnaonekana mara kwa mara mambo yanajirejea. Kwa ndio maana hii huduma ikapewa ndani ya siku 67 kituo chenu kikamilike, ili kuwe na huduma ya polisi hapa hapa, kwamba kama litatokezea basi polisi inakuwa karibu kuweza kuwa na majibu. Nadhani tuendelee kushirikiana, tuendelee kutafuta, bado hatujakata tamaa na bado tunaendelea kuwatafuta wenzetu. Lakini ikienda kwenye swala la usalama, OCD ameongea hapa. Tuna wajibu wa kulinda usalama wa wananchi wote bila kuangalia itikadi. Sio, naeleweka vizuri eh? Lakini na sisi wenyewe wananchi lazima tushirikiane vizuri. Tutoe taarifa sahihi kwenye vyombo vya dola. Haiwezekani tukio likatokea hapa sisi tukawa tujui. Tunao watu wahalifu wengi. Kama wana tabia ambazo ndizo sizo, basi tutoe taarifa. Lakini kama wamepatikana na changamoto, tuchukue taratibu za kisheria. Na tumeshamwelekeza OCD pasitokee na ukamataji wa ovyo ovyo. Kwa hiyo niwaombe muwe na utulivu na tuimarishe ulinzi. OCD tuendelee kushirikiana na wananchi. Wanapotoa taarifa za mapema, tuje tushirikiane nao. Inawezekana tunao wahalifu humu na si rahisi kwamba hapa wananchi hamjui. Ili polisi waweze kufanya kazi vizuri, lazima tupatikane taarifa kutoka kwenu. Na tunapoenda kutoa taarifa zile za kweli, tusisingiziane. Nimeona mpaka mnaanza kuchafuana humu ndani kwenye hilo jambo. Tutapoteza hata ile kasi tunayoenda nayo kuendelea kuwatafuta hao watu. Kama tutatoa majungu, tutatoa fitina, tutatoa uchochezi. Nimeleka vizuri? Sahihi. Vyombo vinaendelea kufanya kazi vizuri. Tuepuke hata kuchafuana kwenye haya matukio. Si naeleweka vizuri eh? Vizuri. Sisi tumeongeza nguvu, licha ya polisi tuna vyombo vingine vinaendelea kufanya hii kazi. Tumeenda mbali, tumesana na mkuu wa wilaya ya Kenya. Watusaidie kule ili tuweza kuona hili jambo tunalifikisha wapi. Sijui nimeleka vizuri? Lakini imani yangu tutapata majibu hivi karibuni. Lakini tuombe wananchi, kama mna taarifa, unayo taarifa yoyote, hata kwangu ilete, ya kuweza kusaidia. Inawezekana ukawa unaogopa kusema, si ndio? Ilete hata kwangu, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasukuma tuweze kuwapata hao watu. Si naeleweka vizuri? Alikuwa anatoa taarifa, nilimuuliza hapa, wewe unajua? Akasema hajui. Si nimeeleweka vizuri? Hatutaki tumuonee mtu wala tumhukumu mtu ambaye hajafanya hicho kitendo. Lakini tuepuke kujiepusha na watu ambao tuwajui. Yawezekana kabisa kwenye mambo ya biashara, yawezekana kabisa kwenye mambo ya chuki binafsi, lakini yote hii haina sababu kwamba mtu amchukue nje ya utaratibu. Na nimeshawaelekeza mausidi wangu wote watatu, wanapoenda kufanya operation yote, hawa viongozi wajue. Wafanyeje? Na hakuna mtu hata hajafanya hii operation kuanzia sasa bila kushirikiana na polisi. Sina leka vizuri. Kwa hiyo niendelee kuwaomba kwa kipindi hiki tuendelee kutoa taarifa ambazo tutazipata kwenye maeneo yetu juu ya watu ambao wamepotea. Lakini na sisi tunaendelea kuwasiliana na wenzetu wa Kenya kama nilivyowaambia. Mkuu wa wilaya Kenya tunakuwa na vikao vya jirani mwema, na tarehe 14 nakutana nao tena. Na moja ya ajenda ni hawa watu ambao wanapotea. Kama kuna watu wametoka Kenya wamefanya haya matukio, basi tujue. Kama ni wa humu ndani, basi tujue. Lakini tuhakikisha watu wanapatikana wakiwa hai au wamefariki. Ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba inalinda usalama wenu. Lakini pia ni kazi ya ninyi wananchi kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba usalama wenu upo, ulinzi wenu upo. Nimeleka vizuri? Na tunapoona tabia yoyote, mienendo yoyote, basi tutoe taarifa. Lakini kwa wale watu ambao tunawapokea, kama nilivyoanza kusema awali, tusipokee mtu ambaye tumfahamu. Anaweza kaja ndio anayetuzuru, kwa sababu hatujui alikotoka, amefanya nini. Sio, nimeleka vizuri? Na kama alikuwa na matukio hayo, yawezekana asiwe ameacha, akaendelea kwenye maeneo yetu, kwenye jamii zetu. Kwa hiyo tutoe taarifa ya watu ambao tunawaona. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe, naendelea kuomba ushirikiano kwenu. Hakuna mtu aliyefurahia na hicho kitendo. Kila mtu ana haki ya kuishi. Kila mtu ana haki ya nini? Ya kuishi. Ni haki yake. Tunatambua yule mama na watoto, ana familia, anamhitaji mume wake ili aweze kuishi naye. Tunatambua hapa alikuwa anafanya kazi na nini. Si nimeleka vizuri? Na wale wengine. Ameniambia mmoja, kuna mzee ana miaka 70. Haonekani.
na ni mlemavu, ni lazima tuweke jitihada za kina sana, na ndio maana nimekuja niwaambie mtupe ushirikiano mkubwa tuweze kupata taarifa sahihi. Unajua wakati mwingine mkitoa taarifa ambazo sio sahihi, mnatupoteza ule mwendo tunaokwenda nao. Tunahama, tunaanza kufuata taarifa zako wewe, labda za chuki, za fitina. Si nimeeleka vizuri? Kama unaogopa kupeleka polisi, lete kwenye ofisi yangu. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.